Kutoa double endorsement ni kikosa la kimaadili. Kuna watu wanazungumza mkoa wa Singida umetoaje endorsement hivi na vile. Ni maagizo ambayo yametolewa na mkutano. Simba waliwakilishwa na mwenyekiti wao, Yanga waliwakilishwa na president wao. Wakiongoza mjadala ule wote tulimuunga mkono Wallace Karia. Na haya mambo hayatokei Tanzania tu. Ya habarini za mchana, ndugu zangu waandishi. Tumewaita kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya swala la endorsement zinazozungumzwa huko na vyombo mbalimbali vya habari. Kuna watu wanazungumza mkoa wa Singida umetoaje endorsement hivi na vile. Labda niwaeleze tu, kimsingi Sirefa ilifanya mkutano mkuu tarehe 17 mwezi wa 8 2024. Katika mkutano mkuu ule wajumbe walimpongeza president wa shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya Mr. Wallace Karia kwa jitihada kubwa anazofanya kwenye kuleta maendeleo ya mpira wa miguu. Kwa hiyo ilitokea hoja hiyo kwenye mkutano mkuu wetu, na wajumbe walimpongeza kwa maendeleo makubwa anayoleta kwenye maendeleo ya mpira, maendeleo ambayo huko nyuma hayakuwa yamewahi kufikiwa. Lakini kwa Singida tuna ligi yetu pendwa, ligi ya wanawake ambaye president amekuwa akisupport. Juzi tulikuwa tunaifunga msimu huu wa 2025, mmeona katibu mkuu alikuwepo hapa. Kwa hiyo wajumbe mkutano mkuu walifurahishwa na ushirikiano mkubwa anaotoa President Karia kwa mkoa wa Singida. Kwa hivyo walitoa pongezi kubwa, lakini wakaazimia kwenye mkutano huo kuwa tutamuunga mkono Wallace Karia. Kama unavyofahamu, katiba ya Sirefa inatoa mamlaka kwenye mkutano mkuu, ndio wenye mamlaka juu ya mpira wa Singida. Kwa hiyo ile endorsement ya President Wallace Karia ilipatikana kwenye mkutano mkuu wa Sirefa tarehe 17 mwezi wa 8. Baada ya mkutano mkuu ule, ile tayari ikawa ni maagizo ambayo yametolewa na mkutano mkuu. Kwa hiyo sisi tulichofanya ni sekretari tulichofanya ilikuwa ni kutekeleza yale maagizo ya mkutano mkuu. Lakini tulikuwa na mkutano mkuu wa TFF ambao ulifanyika Kilimanjaro. Mkutano ule TFF ina wanachama 47. Moja kati ya ajenda ambazo zilijitokeza katika mkutano ule ulikuwa ni uungwaji mkono wa president. Wanachama wote 47 kwa kauli moja, tena wakiongozwa na klabu kongwe za Tanzania Simba na Yanga kupitia viongozi wao wakuu ambaye hawakuwa wanawakilishwa na yoyote. Simba waliwakilishwa na mwenyekiti wao, Yanga waliwakilishwa na president wao. Wakiongoza mjadala ule wote tulimuunga mkono Wallace Karia kama mgombea pekee kwa nafasi ya president kwenye chaguzi hii. Sasa kinachotokea huko tunapata shida kidogo, kwa sababu sisi wote tulikuwepo kwenye mkutano mkuu wa Kilimanjaro na wote tulitoka na maazimio hayo. Lakini sasa tumekuwa tuna maneno yanazungumzwa hivi vile, lakini kimsingi jambo hili limefanyika kwa kufuata kanuni, sheria na taratibu za mpira. Na haya mambo hayatokei Tanzania tu. Haya mambo yanatokea CAF, yanatokea FIFA, unaona? Ni utaratibu na kanuni ambazo mpira umejiwekea ili kuulinda mpira. Kwa hiyo sisi kama Sirefa tukaona tukutane na waandishi wa habari leo na sisi tulizungumza hili. Lengo ni kuondoa hichi ambacho kinazungumza, ili watu wajue kuwa endorsement ya mkoa wa Singida ilifuata taratibu, kanuni na kila kitu, na hakuwa utashi wangu mimi kama Kitila au utashi wa katibu au secretariat. Kwa hiyo iliwasilishwa kwenye mkutano mkuu na mkutano mkuu uliridhia. Kwa hiyo kilichofanyika kwa secretariat ilikuwa ni kutimiza wajibu wao kama watendaji wa kila siku wa chama. Chairman, sheria hii ama utaratibu huu huoni kama unawanyima wengine fursa? Zamani ilikuwa rahisi kidogo, lakini kwa sasa hivi inaonekana kuwa ngumu. Kwa maoni yako? Sasa unajua sheria ikiwepo inafuatwa. Yaani sheria ikiwepo inafuatwa, alafu kama kuna amendment za kufanya wenye mpira wao wataona, wenye mpira wanaona kuna vikao vya kamati huku vya mkutano mkuu wa TFF, kuna vikao vyetu sisi kama members wa shirikisho. Kama tuna jambo tunaenda kule, tunakaa tunalizungumza, lakini kwa sasa sheria iko hivyo, na nafikiri kila mtu ni vizuri akaifuata. Labda watu hawajaelewa tu. Endorsement ni swala la kikanuni.
Kutoa double endorsement ni kosa la kimaadili. Kwa mkoa wote au chama chochote au klabu au mwanachama yoyote wa shirikisho ambaye anaweza akafanya hilo jambo, kimsingi anakuwa amefanya nini? Kosa la kimaadili. No. Na kosa la kimaadili mnafahamu ni lazima uende kwenye kamati za maadili kuhakikisha kuwa unajitetea ili uweze kutoka salama. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi kama Sirefa tulitimiza wajibu wetu wa kufanya kile ambacho tulipaswa kufanya. Kwa hiyo mnatuthibitishia kwamba Sirefa mkoa wa Singida msimamo wetu ni Wallace Karia. Yeah, sisi tuko wazi katika hilo kwa sababu sisi tunazungumza kwa niaba ya mkutano mkuu. Kwa hiyo mkutano mkuu wa Sirefa ulitoka na maazimio haya. Sababu kubwa ilikuwa ni uungwaji mkubwa wa mpira uungwaji mkubwa anachokifanya Karia kwenye mpira. Kwanza anatunga mkono hasa kwenye mashindano yetu ya ligi za wanawake. Lakini sisi tumefanya vitu vingi. Sisi tuna kiwanja chetu, tuna training ground ambayo tulinunua kama eka 6 huko pembeni mwa mji. Pesa tulipata kutoka shirikisho. Na tena tuliongea na president akasema linawezekana, akatusaidia. Kwa hiyo maendeleo makubwa ambayo tumepiga kwenye mpira kwa mkoa wa Singida, asilimia kubwa tulikuwa tunamtarajia president. Msimu uliopita tulipewa mipira 1000 kwenye program ya football for schools, na tumeigawa mkoa mzima, umestimulate football. Kwa hiyo why not tusimuunge mkono? Yeah. Neno lako ni lipi kwa watu wa football sasa wanayotazama sasa hivi? Mimi niseme jambo moja, mpira unahitaji utulivu ili ukue. Yaani mpira unahitaji utulivu ili ukue, na tumepita sehemu, tumetoka tulikotoka, tumefika hapa, mpira wetu umefika kwenye eneo bora sana. Na ili uende mbele zaidi lazima upate utulivu. Kwa hiyo mimi nafikiri kila mmoja afuate kanuni na weledi wa uendeshaji wa mpira. Mpira unachokitaka ndio unapaswa kukifuata, lakini otherwise zitakuwa ni fujo kwenye mpira kusemeza kweli. Ya kimsingi kwa hiyo kwetu sisi kama FA hatuna sababu ya kujiweka kando na mafanikio haya. Mafanikio ya kiongozi anapopata mafanikio, sisi kama FA lazima tuendelee kumuunga mkono. Kwa hiyo tunaendelea kulifanya hili na hatuamini kama kuwa ni sehemu za kampeni. Tunafanya hili ni kuli kuwajulisha umma wa Tanzania na hasa umma wa watu wa Singida kuelewa kuwa endorsement ya Singida imekwenda kwa nani na kwa sababu gani. Kwa hiyo sisi kama FA tumefanya hili na naamini tuko sahihi kwa sababu tunatekeleza maagizo ya mkutano mkuu ambaye ndio chombo chenye mamlaka ya mwisho ya uendeshaji mpira wa mkoa wa Singida. Kwa soka la mkoa wa Singida sasa, una maoni gani linavyoendelea, lakini pia namna ambavyo ilivyo mpaka hivi sasa kuanzia vijana mpaka kufikia timu ya zinazoshiriki ligi kuu? Yeah, sisi tumepiga hatua kubwa sana kwenye soka la vijana, tumepiga hatua kubwa sana kwenye soka la wanawake, tumepiga hatua kubwa kwenye mpira wa miguu kwa maana kwa ujumla wake, kuanzia utawala, masuala ya tiba pamoja na waamuzi. Hiyo yote ni kwa sababu ya kufuata zile program ambazo tumejiwekea. Tuna ligi yetu ya vijana ambayo ni under 15, under 17 na under 20. Hizi ligi zote zinachezwa na tayari zimeshachezwa, mpangilio wake ni mzuri, usimamizi wake ni wa kutosha. Tuna ligi bora, ligi ya wanawake ambayo tunaicheza sisi, ligi yetu ni ya mfano. Unaona? Tuna mfano, ligi ya wanawake imetupelekea leo tuna timu za daraja la kwanza za wanawake, timu mbili. Tuna Singida Black Stars na Singida Warriors ambao bahati mbaya tulikwenda kwenye mashindano Mwanza, lakini hatukuqualify kucheza ligi kuu msimu ujao. Sisi tulishia robo finali kwenye timu zetu. Kwa hiyo msingi ni kumaintain kufanya kazi na kuhakikisha kuwa zile program zetu za maendeleo zinatekelezeka. Tunazalisha coaches, tunatengeneza kozi za utawala ili kuwajenga viongozi wetu. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatimiza wajibu wetu kama FA. Lengo ni kuona mpira wa Singida unabadilika na kupiga hatua kila siku. Tunamalizia msimu wa ligi kuu soka ya Tanzania bara na kesho tuna mechi hapa Liti. Una neno gani? Ni msimu bora kwetu. Msimu bora kwetu ni wapongeze SBS Singida Black Stars, wanakwenda kumaliza kwenye top 4. Ni moja kati ya mafanikio makubwa sana. Mwakani msimu ujao tutakuwa moja kati ya wawakilishi wa nchi. Naamini tutatoa uwakilishi mzuri. Image kubwa ya mpira wa Singida imejitengeneza. Kwa hiyo sisi kama FA tunawapa big up, tunawapongeza sana, lakini tunawapongeza TFF, tunawapongeza bodi ya ligi kwa usimamizi mzuri wa ligi. Changamoto zote zinazokuja kwenye ligi zinakuja kwa ajili ya kutengeneza ligi iliyo bora ya kesho. Kwa hiyo naamini TFF watakuwa wamezichukua pamoja na bodi ya ligi zile challenge ambazo zimepatikana ili mwisho wa siku tuwe na ligi bora zaidi kuliko kuendelea kushuka hapa tulipo.